Asante sana Kelvin Chesum kwa taarifa hiyo kutoka Eldoret. Tukitoka katika sekta ya utalii na kuelekea kwenye siasa za maendeleo na uongozi, baadhi ya viongozi katika eneo bonde la Ufa wametakiwa kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuweka mbele maslahi ya wananchi. Hii ni baada ya Rais William Ruto kuzuru eneo bunge la Emurua Dikir na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Akizungumza akiwa eneo hilo, Rais amewataka viongozi kutoka eneo pana la bonde la Ufa kushirikiana kwa pamoja na kuzika tofauti zao za kisiasa ili kutoa fursa kwa maendeleo ya wakazi. Mwanahabari wetu Felix Wanjala ana maelezo zaidi. Rais William Ruto ametoa katika eneo bunge la Emurua Dikir siku chache baada ya aliyekuwa naibu wake na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kuzuru eneo hilo kusaka uungwaji mkono kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Tunataka amani katika sehemu hii. Rais alionekana kuuza sera za tutam. Aliwarai viongozi na wakazi wa Emurua Dikir kushirikiana kwa pamoja na kuzika tofauti zao za kisiasa kwa manufaa ya maendeleo. Tunataka umoja ya wananchi katika sehemu hii, ndio tupange mambo ya maendeleo tukiwa pamoja. Hatutaki uhasama, hatutaki vita, hatutaki fujo. Tunataka wananchi wakae pamoja. Kiongozi wa taifa aliahidi kuwa serikali yake itatokomeza kabisa visa vya wahuni wanaohangaisha viongozi na wananchi nchini, akidai kila Mkenya ana haki ya kutangamana na kuishi kwa amani. Na hiyo maneno ya goons na nini tutamalizana nayo. Tunasema tunataka amani, dunia hii tuweze kutembea pamoja. Rais Ruto alizindua miradi mbalimbali ikiwemo soko jipya la Mamboleo na kuahidi ujenzi wa barabara kadhaa, uwanja wa michezo na chuo kikuu. Na hii barabara tutaianzia 17. Eneo bunge la Emurua Dikir limekuwa uwanja wa mashindano ya kisiasa baina ya viongozi wa upinzani na serikali tangu kufariki kwa mbunge wa eneo hilo mwenda zake Johana Ngeno. Kila mmoja ameonekana kujipigia debe kusini humo mwa bonde la Ufa. Dikir chamge ambayo itatengenezwa hapa kwenu. Nikiripotia Stewart Jioni, jina langu ni Felix Wanjala.